Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tumeweza kumtembelea mkulima wetu na anatuelekeza ni jinsi gani unaweza kuvuna bibo na ukalila. Kwani bibo ni tunda kama matunda mengine, lakini bibo hili ni tunda ambalo linapatikana katika kilimo cha korosho. Ina maana kama video zingine ambazo tumeweza kuangalia kwamba korosho linakuwa lina tunda kwa nyuma yake ambalo linaitwa bibo. Hilo tunda ni tunda tamu ambalo kama mkulima anatuonyesha hapo kwa bibo lile pale ameliona, kwa hiyo kwenye process ya kuweza kuliangua, kwani ni tunda tamu ambalo unaweza kuitumia kula kama matunda mengine, kama unavyokula maembe, unavyokula mapapai na kadhalika, au unaweza kutengenezea juisi au wengine watengenezea pombe. Kwa hiyo hapo mkulima anaangua bibo, and then baada hapo atatuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuliandaa. Ndio kama hivyo, na maana ameliandaa. Hili ndio bibo hilo, unaliona hilo ndio bibo. Unakwanyua, unatoa korosho. Baada ya hapo korosho unaweka pale chini, hiyo kwa ajili ya kuja kukusanya na kuweza kupeleka ghalani. Lakini hiyo tunda ndio hilo bibo ambalo unalila ukishatafuna. Kwa ndio tunda bibo hilo, na naona pia mtazamaji, mkulima wetu ananipa mabibo mengi. Kuna maana unatoka na mabibo mengi nitaenda kula. Kwa hiyo ni mabibo hayo ambayo naenda kutafuna nyumbani. Ni matamu, yana asili kama majimaji, kwa hiyo matunda matamu. Kwa hiyo kuna mkulima wetu kama wanatazama. Kwa hiyo kikubwa ni kuandaa tu mti mrefu. Baada ya hapo naligonga, ni jepesi kama itakuwa limeiva. Liko liko tayari limeiva, ni jepesi. Ukigonga tu linadondoka lenyewe kama hivyo. Unatoa ile korosho, inabaki bibo la chini. Hiyo bibo unatoa korosho, inabaki bibo, alafu basi unaanza kutafuna. Kwa hiyo mkulima wetu atakutonjea hapo kama unavyomuona. Kwa hiyo atatuonjea ili tuweze kuona. Kwa hiyo atatuonjea, unaona. Kwa mkulima wetu anatuonesha hapo, anatuonesha hapo kwamba mabibo yako mengi sana, unaona. Unaweza kula ile mabibo, anatuonesha mikorosho hiyo karibia yote ina mabibo, unaona. Kwa hiyo hapo tunakuchagua tu mwenyewe kwamba tutakula, tunaenda kuchukua bibo gani tuweze kutafuna. Kwa hiyo tusogee karibu tuweze kutazama tuone mkorosho huu ambao tumeweza kuvuna bibo. Huu ndio mkorosho ambao leo tumevuna bibo lake hapo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kwa umuhimu wa bibo hili, na maana tumkaribisha mkulima tuweze kuangalia mkulima kama tunavyomuona hapo ni kwa jinsi gani anavyotafuna bibo. Kwa hiyo bibo linaliwa kwa style kama hiyo. Kwa hiyo ndio mkulima huyu anakula zake bibo, anatuacha tuendelee na kazi yetu ya kuweza kuonesha hatua kwa hatua kwamba mikorosho tulio leo tupo katika safari yetu ya mkorosho, na umuhimu wa kuona mabibo na kuvuna bibo na kuweza kutafuna na kutengeneza malighafi zingine ambazo tunaweza kuzitumia katika maendeleo yetu ya kila siku. Kwa hiyo mtazamaji wa Nebuye TV, nilikuwa nakuomba ukumbuke kuweza kusubscribe, uweze kulike na comment, kwani Nebuye TV ni channel pendwa na channel ambayo iko pamoja na Watanzania na watu wote. Tupo kwa ajili ya kujenga, sio kwa ajili ya kubomoa. Ni kwa ajili ya pia ya kuwanufaisha wakulima na wajasiriamali wadogo wadogo, ili waweze kujifunza na waweze kufikia malengo yao. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, nilikuwa nakuonesha sehemu ambayo bibo ilipotoka kule juu, ndio sehemu ambayo mkulima wetu ameweza kuvuna lile bibo. Amevuna bibo, na mimi hapa nilipo mkononi mwangu na mabibo, na mimi nitakula mabibo mengine hayo. Kwa hiyo akishaiva tu unaweza kuvuna kama hivyo, au yakadondoka chini na ukayawai, kwani yakikaa sana chini kwa muda mwingi yananyauka. Kama hao unayaona yalikuwa ni makubwa kama lile ambalo mkulima alikuwa nalo, lakini haya yakikaa chini tu kwa muda fulani yananyauka, yanakauka. Haya ni ya leo, haya ni leo, yamedondoka leo. Kwa hiyo ndio mabibo pamoja na korosho yake. Kwa hiyo baadaye tutachukua bibo hizo, tutaanza kutafuna, au unaweza kwenda kutengeneza juisi, na juisi yake inakuwa tamu, haihitaji hata kuweka sukari. Hautii sukari kwenye juisi ya bibo la korosho. Kwa hiyo mtazamaji wa Nebuye TV, hiyo ndio shamba letu la korosho. Kuna umuhimu sana wa kulima korosho, ndugu mtazamaji, kwani hauwezi kuwa unakaa shambani au unakaa mjini lakini shambani huku hauna shamba, na shamba lako haujaliendeleza, yani hauna kitu chochote shambani. Kwani tunaamini na tunaambiwa kwamba korosho ni zao endelevu, au kwa lugha nyepesi ni zao la kudumu.
Kwa katika mazao ya kudumu, miongoni mwa mazao ya kudumu Tanzania, korosho nao ni zao la kudumu. Kwa unashauriwa sana ndugu mtazamaji, uweze kumiliki korosho. Ukimiliki kwa mti wa korosho kama huu, ina maana utapata mavuno makubwa na kila mwaka. Kwa korosho ni kama miembe, ina maana kwamba wewe ukishapanda, ukianza kutoa kama ulivyotoa huo, kila mwaka utakuwa unatoa. Kila mwaka unaokota, kila mwaka unaokota na unapata pesa ambazo nyingi. Kwa hiyo tunatembea taratibu tukielekea katika mikorosho mingine. Ndio mpenzi mtazamaji, kikubwa na kuomba tu uweze kutufuatilia, usichoke, uweze kufuatilia hatua kwa hatua mpaka mwisho wa video hii. Kuna mambo mengi sana kwa kujifunza. Kuna mambo mengi kwanza kujifunza. Unaona hii mkorosho mwingine. Kwa mkulima huyu ana takriban zaidi ya eka 20 na yote ameweka korosho, na kwa mwaka huyu huwa anaokota tani za kutosha, na akipeleka shambani, akipeleka ghalani, kuna pesa ambayo anapata ambayo inamsaidia katika kusomesha na mahitaji yake mengine binafsi. Kwa ndugu mtazamaji, kuna umuhimu sana kuweza kulima korosho. Korosho ni zao endelevu, ni zao la kudumu ambalo kila mwaka unavuna, halikusumbui. Wewe kikubwa ni kufanya usafi tu na kuweza kupalilia kama mkulima wetu anapalilia shamba lake liko safi kama unavyotazama hapo. Linapendeza, liko vizuri, shamba liko safi. Ina maana hapo kazi ni kupalilia tu na kuweza kuhudumia shamba hilo. Kwa mpenzi mtazamaji wa Tembo TV, tuko tunaendelea kuangazia hatua kwa hatua, na mimi utajifunza na mambo makubwa sana utajua kwamba ni aina gani na kwa jinsi gani ambavyo kulima kuna umuhimu sana kulima korosho. Kwa hiyo ni mkorosho mwingine ambao tunaangazia kwa siku ya leo. Baada ya kutafuna mabibo, ina maana tuko tunatembea katika mkorosho mmoja mmoja kuweza kuangalia. Tukae tukumbuke kwamba video yetu kwa tunajifunza leo jinsi ya kuvuna bibo. Maana bibo unaweza kulivuna kutoka juu kama unavyovuna mapapai au mapera, au unaweza kuvuna bibo kutoka chini, maana limedondoka chini ukaliokota, ukaliosha, ukalitafuna, ukala, au ukatengeneza unachotaka kutengeneza kama juisi, ukatengeneza kama wengine wanatumia kutengenezea pombe, lakini asilimia kubwa wengi wanatumia kutengenezea juisi pamoja na dawa. Kwa hiyo ndio muhimu sana, faida kubwa sana ya bibo. Ndugu mtazamaji wa Tembo TV, na kuomba uweze kufuatilia video nyingine kwenye playlist, ukae katika screen yako, ujifunze hatua mbalimbali, hatua kwa hatua, jinsi gani ya kuvuna korosho na video zingine nyingi ambazo tunazotoa. Kwani sisi tunalenga sana wajasiriamali wadogo, watu ambao wanaanza maisha katika kilimo, na wale ambao wapo tayari kwenye kilimo ila wana changamoto ambazo wanakutana nazo. Kwa hiyo tunapokea pia mialiko ya kuja kujifunza kutoka shambani kwako na kukushauri, kwa tunatembea na wataalamu wa kilimo na wafugaji. Kwa hiyo na maana wote watakufundisha na utajifunza vitu mbalimbali kupitia kwa wao na pamoja na kwetu. Kwa ndugu mtazamaji wa Tembo TV, sisi tunashukuru sana kuwa na sisi, na kuomba tu uendelee kufuatilia na pia kuomba kusubscribe, uweze na kucomment. Na pia ndugu mtazamaji, kama ilivyo kawaida yetu, kuna maswali ambayo naweza nikakuuliza, tutakuwa tunasoma kwenye comment hapo chini kwamba maswali yetu ya leo kwamba ni faida gani ya bibo la korosho? Ni faida gani, yani bibo la korosho linaleta faida gani katika mwili wa binadamu? Bibo la korosho linaleta faida gani katika mwili wa binadamu? Kama tulivyoangalia pale, mkulima amefika, ametufundisha, ameliangua, amekula. Kwa hiyo kula lile bibo, faida gani ambayo amepata katika mwili wake? Kwa hiyo nasoma comment, na kwa atakayepata vizuri, atakayenipa faida 10, moja kwa moja utampa zawadi. Kwa hiyo atakayetupa faida 10 ya kula bibo la korosho, kuna zawadi tutakutumia, utapata zawadi. Kwa ndugu mtazamaji wa Tembo TV, mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine, na mwisho wa play hii ndio mwanzo wa playlist nyingine. Kwa jitahidi sana kutembelea katika playlist zetu, kuna mafunzo mengi mbalimbali
ambayo utajifunza. Asante sana kwa kuweza kutusikiliza na kututazama.